Utafiti uliofanywa na taasisi ya maendeleo jumuishi I4ID pamoja na shirika la kutetea haki za wanawake na wasichana la Kivulini umebaini kuwepo kwa ongezeko la wafanyabiashara wadogo katika jiji la Mwanza lisiloendana na idadi ya wateja. Mhadhiri wa chuo cha elimu ya biashara CBE Dr. Nasib Mramba amewasilisha matokeo ya utafiti huo kwa madiwani pamoja na watendaji wa manispaa ya Ilemela jijini Mwanza. Idadi ya machinga imeongezeka sana kiasi kwamba hata mauzo wengine wanatuambia kwamba inapita siku moja, siku mbili, tatu hajauza kabisa. Na hili kwanza kuna implication moja. Tunasema kwamba tunataka tuende katika uchumi wa viwanda. Sasa tujiulize kwamba watu wanaongezeka katika machinga, wanaacha shughuli za uzalishaji huko. Ina maana kesho ile Tanzania ya viwanda tulikuwa tunataka tunapata Tanzania ya machinga. Na hawa machinga kwa vile wamekuwa wengi kuliko wateja, mauzo hawana. Maana yake wataacha shughuli. Wakiacha katika shughuli, wataingia katika shughuli nyingine ambazo ni haramu. Kwa hiyo hili nalo ni jambo la kuangalia. Kwenye kusanyiko hili, wasaa ukawadia kwa wajumbe kuwasilisha mapendekezo ya namna ya kutatua changamoto zilizopo. Mnatakiwa mtuambie tunakwendaje kwenye utekelezaji. Yaani tunatokaje na mpango kazi wa utekelezaji. Sasa hivi tuna utafiti. Tunakwendaje kuboresha? Kuna mambo yanayogusa baraza la madiwani, kuna mambo yanagusa mipango miji, kuna mambo yanagusa wamachinga wenyewe, tumeambiwa vyama vya umachinga. Na kazi hii inatakiwa leo tukitoka humu ianze. Tumefanya utafiti mno. Na manispaa ya Ilemela na jiji la Mwanza mnategemewa kutoa mwelekeo juu ya jambo hili. Sasa tutoke kwenye kulia, tuna matokeo, tunayafanyaje kazi. Mimi naitwa Alfred Wambura, diwani kata ya Nyakato, na nina miaka mingi sana nashirikiana na wao machinga. Ni ukweli watafiti wamefanya vizuri na wametoa maelekezo. Lakini ukweli usiofichika, bila wamachinga nao kuwaweka kwenye kodi, watakuwa wanaongezeka kila kukicha. Sababu imefika hatua hata wafanyabiashara wengine walikuwa wameshakuwa na ngazi ya kawaida, wanarudi kwenye umachinga. Ule ufiri ule ujaribu kupungua, kwa sababu tunao pale hata hela ya kuzoa taka hawataki. Yani ni kwamba sisi tukae kama madiwani tuwapangie kwamba tuone nao ni wafanye biashara na wao wanachangiaje pato la nchi, pato la taifa, kwa sababu tutakapowawekea hayo mapato au makodi watapungua kwenye machinga wengine. Hata kama mimi tutarudi hata kujiajiri kwenye kilimo, lakini ule uhuru wa kufanya biashara bila kutozwa chochote umeongeza wamachinga wanaongezeka kila kukicha. Hilo ndilo naloliona. Na hata tutenge maeneo hayatatosha kwa sababu kuna maeneo ya biashara, kuna maeneo ya makazi, kuna maeneo ya viwanda, na wao kama unavyojua hawataki kwenda nje ya mji. Kama nilivyosema kwamba watu wanahama kwenye biashara za kawaida wanarudi umachinga kwa sababu wanaona kule kuna uhuru zaidi, hawalipi chochote. Tukiwapangia kodi kwamba na wao wachangie pato la nchi, watapungua. La kwanza kabisa, sisi ni wanasiasa. Hilo tusiliepuke. Kwa hiyo sisi kwanza tuache siasa. Hili limeshaonyeshwa na tafiti hizi tayari, na hali ndio hiyo. Kwa hiyo tusaidie kutoa elimu kwa kuambia machinga ukweli kwamba maeneo mliopo sasa hivi kuna baadhi hayastahili kuwepo. Pamoja na yote, kuna sehemu ukiangalia sasa hivi mjini hapa watu wamepanga sehemu ambazo si sahihi, yani hazitakiwi kuwepo. Basi tuwaelekeze waende kwenye maeneo ambayo tumeyapanga. Bahati nzuri kwa wilaya yetu ya Ilemela tulikuwa tumeshapanga Kiloleli, Buzuruga na baadhi ya maeneo. Basi tuwaelekeze sisi wanasiasa wenye nguvu hiyo ya kisiasa, tuingie kwenye utendaji moja kwa moja kuelekeza kwamba waende maeneo yanayostahili kwenda. Lakini pili, jambo jingine, tutengeneze mfumo wa kugraduate kwamba watu wale waweze kutoka. Kwa sababu tatizo la machinga, kila darasa la 7 likiisha wanaingia machinga. Form 4 wakimaliza wanaingia machinga. Mtafiti ameniogopesha, amesema hadi chuo kikuu. Kwa hiyo kwa maana hiyo lazima iwepo mifumo ambayo itatengeneza mifumo ya watu kugraduate kutoka kwenye eneo la machinga kuja kwenye maeneo mengine. Yaani wao wanapisha.
mtu ameshafikisha mtaji wa milioni 20, milioni 5 bado anajiita machinga, huyo amesha graduate, hatakiwi kuwa pale. Kwa hiyo tutengeneze mifumo ambayo itaenda kumonita watu wa namna hiyo. Kwa mfano sasa unakuta mtu ana kitambulisho anasema naye ni machinga. Kwa hiyo tukiweza hilo litakuwa ni kubwa na litaweza kusaidia kuondoa machinga, na tukaendelea kupokea wanaokuja, na tukaendelea kuwatoa wengine ambao wamegraduate kuondoka kwenye eneo la machinga. Kwa sababu nakumbuka hata mimi nilikuwa machinga. Sasa hivi mfano mzuri hapa Makoroboi, machinga waliokuwepo miaka ya 95 na mimi nilikuwa machinga kipindi hicho, wote hawapo sasa hivi. Waliopo ni wageni. Zamani tulikuwa pale maji tukipita Makoroboi tunakutana watu wote ambao tumezaliwa hapa mjini, wakarota wa watu namuona. Lakini sasa hivi hamna vijana wengi wa mjini hapa, wengi wanakuja. Kwa hiyo watu waondoke, watu tufanye namna ya kutathmini kwamba huyu mtu tayari ameshaondoka. Kuna mtu ukimuona pale nje ni kama vile anaduka, lakini bado anajiita machinga. Ni kwamba tafiti umeonyesha kwamba lazima tuwawezeshe kwa kuwa na benki. Hili mimi ningeomba mstahiki meya, sisi tunaweza tukaanzisha Ilemela moja kwa moja kuwa na SACCOS yetu ya machinga ambayo itakava eneo letu la Ilemela. Tuna viongozi tayari wa machinga, kuna watu wa mitaa tayari watu wa machinga. Kwa hiyo tunachukua tu pale, tunatengeneza SACCOS ambayo ile SACCOS itawasaidia machinga wetu wa Ilemela kwa maana ya kuwakopesha, kwa sababu machinga kweli kabisa wengi wanakuwa hawana collateral, hawana dhamana ya kukopesheka. Kwa hiyo sisi kama Ilemela tunaweza tukawadhamini kwa kuwa nao kwenye kazi data ambayo tayari tumeshaonyeshwa hapa, tukiwa nao ndani ya kazi data. Kwa hiyo tuna uwezo sasa wa kutumia kazi data kuweza kuwafuatilia kwa kutafuta mifumo mizuri ambao wataalamu watatuelekeza namna ya kuwa na benki ambayo inaweza kuwakopesha wale machinga wetu. Kwa kuwakopesha vile tutaweza kuwa monitor na kuwafuatilia kwamba huyu sasa kiwango alichofikia huyu sio machinga tena. Tutamwambia bana, wewe chukua leseni, tafuta sehemu ambayo inaeleweka, uwe na duka lako uweze kufanya kazi, na wewe sio machinga tena, wewe ni mfanyabiashara ambaye tunakutegemea sasa ulipe kodi kwa kiwango hivi. Kwa hiyo ya kwangu ilikuwa hayo. Asante sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa majina naitwa Denisa Venus Pagula, ni diwani wa viti maalum. Ndio. Mheshimiwa Mwenyekiti, nini kifanyike? Kwanza ninaupongeza utafiti wao uko vizuri sana. Lakini ikija ni kero wako barabarani. Lakini bado wale watu wamebezi kwenye kauli ya Mheshimiwa Rais. Hata kama tumekuwa tukipitisha kwenye mabaraza yetu kwa machinga watoke, lakini kinachofuata watumishi hawawezi kwenda kuwatoa, wanaogopa kutumbuliwa. Sasa kuhusu kuwatoa machinga barabarani, tunasubiri kauli ya baba. Siku Mheshimiwa Rais akitamka machinga waende sehemu ambazo wameandaliwa, hususan unafahamu Ilemela sisi mpaka eneo ambalo tumewatengea tuna vyoo tumejenga. Yaani kila sehemu ambako tumewatengea kuna vyoo, kuna mabafu mazuri tu, kuna mabomba ya maji, lakini hauwezi kuwatoa kwa kuogopa kauli ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, kingine ni kuhusu kuwatambua idadi yao. Wale watu ni watu ambao wanahama. Kwa hiyo unaweza kumhesabu Ilemela kesho akahesabiwa Nyamagana. Labda hapo cha kufanya ni kwamba tuishirikiane Ilemela na Nyamagana kwa ajili ya kuwahesabu hawa watu. Itakuwa ni vyema. Lakini tukisema sisi kama sisi Ilemela, labda ambacho kingetupa idadi kamili ilikuwa ni vitambulisho. Lakini vitambulisho vimeenda mbali mpaka wamewapa bodaboda. Kwa hiyo mimi naona pale hatuwezi kufanikiwa kuwajua idadi. Lakini cha msingi ni kwamba kwa kuwa imeonekana kwamba ni tamko limetoka juu, nilitamani sana sisi tupeleke mawazo yetu juu. Nia yetu tunataka tufanye nini? Tunataka tusafishe mji wetu, tunataka tuwapange machinga wetu katika maeneo ambayo tayari yalikuwa yameandaliwa, pamoja na yale ambayo yalikuwa yameandaliwa hayajakamilishwa miundombinu ikamilishwe. Lakini kwenye hili la mwenzangu ambalo tayari ameshalipapasa, nilikuwa nimepata wazo moja kwamba imeonekana kuna wimbi kubwa sana la machinga, kila leo wanaingia wapya. Tufanyeje tuweze kupata register ya wapya na wa zamani, kama alivyotangulia msemaji mmoja kwamba tufikie mahali pa kuwa tunawapatia promotion, lakini kwa kutathmini biashara yao na kuona kipato chao na mauzo yao kwa ujumla, tuwe na kiwango basi asilimia fulani kwamba sasa huyu mpya bado ameanza, huyu ambaye ameanza kwa muda mrefu na uzoefu amefikia kiasi gani cha mapato. Basi tunajaribu kuangalia namna ya kumpromote, kumpeleka na kumwelekeza kwa kumshawishi vizuri aende kwenye yale maeneo yaliyotengiwa. Asante.
Tunachokifanya leo ni kuangalia majibu tulioletewa baada ya kazi zetu. Na kazi zetu, nikiangalia sura zote hapa tulikuwa tunakutana nazo, tukiyazungumza haya ambayo leo sasa tuliyazungumza kwa urefu, na leo tumeletewa sasa majibu yake ili tuyaone kama yanatufaa au hayatufai. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka niombe tu kwa waheshimiwa na wenzangu kwamba hebu tuangalie sana nini wajibu wetu katika majibu haya yaliyokuja, lakini pamoja na wajibu tuone mapungufu gani ambayo tumeletewa na wenzetu ili tuwekee nyama, kama ambavyo Mheshimiwa amewekewa nyama hapa masuala ya graduation na mambo mengine. Lakini pia nilitamani sana tuzungumze sasa haya ambayo yanazungumzwa katika hali ya kwamba labda tuko kwenye utafiti, tuyazungumze katika hali sasa ya kuyapokea. Kwa mfano, tukizungumzia habari ya kanzidata, ndugu yetu mtafiti ametuambia. Kwa hiyo sisi tunaweza tukaunga mkono sasa kwamba ni kweli ni hitaji letu, na kanzidata sasa tutaitengeneza katika utaratibu huu, tunahama. Lakini pia tunaweza tukaangalia, tumeambiwa kuna mahitaji ya masoko madogo madogo labda sehemu mbalimbali. Sisi kama halmashauri, viongozi na watendaji, sisi ndio wenye maamuzi. Ni namna gani tunayaweka yale ambayo yamependekezwa katika utafiti wetu, na kama mheshimiwa mmoja amezungumza kwamba labda tunaweza tusiweze kwa sababu ya matamko ya rais. Lakini pia waheshimiwa nafikiri wanafahamu vizuri sana kwamba Mheshimiwa Rais hajasema wamachinga wazagai. Nafikiri hilo kila mmoja analifahamu. Na linaturudia sisi. Mheshimiwa Rais ametuambia sisi halmashauri, wenye halmashauri na watendaji, hawa watu tuwatafutie nini? Maeneo. Ndicho ambacho wenzetu Kivulina I4ID wanafanya nini? Wanakifanya, na wametuletea majibu sasa kwamba na sisi tumeliona kwamba kila mmoja haweza kazagaa kama navyo. Sasa ni kazi zetu sasa sisi waheshimiwa tulioko hapa sasa kusema ni kweli Rais kumbe alichokuwa anakizungumza alikuwa sasa imefika kazi yetu sasa kwamba hawa watu hawawezi kuzagaa, basi tuwaweke 1, 2, 3. Kwa hiyo nilifikiri mjadala wetu ungekuwa mwepesi na tungetoka na kitu ambacho kimsingi ni kile ambacho watafiti wetu wanakihitaji na sisi tulikuwa tunakihitaji na sasa wametuletea. Msoke diwani wa kata ya Igungilo. Mimi nizungumzie juu ya sisi wanasiasa na wataalamu tulionao. Kumetokea tabia ya sisi wanasiasa kukinzana na wataalamu. Wataalamu kwa sababu wao wanajua wanachokifanya, wamesoma, wanaweza wakapendekeza kwamba jambo hili liende hivi. Lakini sisi wanasiasa tunasema tunatetea kula zetu. Nafasi hii itumike, sisi tunasema isitumike. Kwa sababu hawa wenzetu hawa wa machinga hawa wapo wanaojitambua, wapo ambao hawajitambui. Sasa wasiojitambua wanang'ang'ania kufanya kitu ambacho sio. Wanaposahihishwa na wataalamu wanakuja kwetu wanasiasa, na sisi tunasema ndio tunawasupport hawa watu wafanye kitu ambacho sio. Sasa nasema hivi, wanasiasa sasa tubadilike, tuwe na mahusiano mazuri na hawa wataalamu wetu, letu liwe moja kwa ajili ya maslahi ya machinga hawa. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa ndugu Joseph Samuel Mwita. Ni makamu mwenyekiti wa shirika la umoja wa machinga Tanzania mkoa wa Mwanza. Lakini kimsingi nimekuwa kwenye eneo la machinga muda mrefu sana. Lakini nilipokuwa naona mtafiti anatoa hapo majibu, kimsingi sisi ndio walengwa. Wote hao ni wataalamu. Ninyi ni waajiriwa wa muda kwa sababu mnategemea kula kutoka kwetu. Nimeona ni mzigo mkubwa sana. Lakini mimi kama machinga ninayejitambua na kama sehemu ya mtu ambaye niko makini, napaswa kuwa sehemu ya kutatua matatizo yetu kwa kushirikiana na serikali. Kimsingi nikubaliane na utafiti kwa 90%. Nikubaliane nao kwa sababu nimekuwa nimefuatilia toka mwanzo mpaka leo wa majibu ya matokeo. Nimekuwepo kwenye mjadala huu. Na lazima tukubali kwamba uwezo kupingana na wakati uliopo. Sasa nijikite kwenye
ushauri wangu, mahusiano ndio jambo la msingi. Mahusiano yaboreshwe kati ya halmashauri zetu za miji kwa ngazi zote, kwa sababu naamini mahusiano yakishamshirikisha mlengwa hatua kwa hatua, hakuna kinachoharibika. Kwa ni msingi nao uamini mimi, na ndio ulikuwa msingi wetu toka mwanzo. Hata ukiangalia kwenye katiba yetu tulisema msingi wetu wa kwanza ni mahusiano kati yetu sisi na serikali. Jambo la pili ni masoko, sababu sisi ni wafanyabiashara. Yale masoko yaainishwe, yaandaliwe, kwa sababu si wakati wa kulaumiana sasa hivi. Masoko yale yakiainishwa na yakawa na sifa na kivutio kwa machinga, ukizingatia jiji la Mwanza na manispaa ya Ilemela ni mji unaokuwa. Kuna miji midogo midogo inayokuwa kwa kasi. Nitolee mfano Igoma na kadhalika. Ukijenga soko dogo pale la machinga linalochukua watu 300, ukaliboresha vizuri, ukimpeleka pale machinga kwa ushawishi mzuri, umemshirikisha, nadhani kama atakataa. Kwa hiyo kinacholeta hapa shida ni ushirikishwaji hatua kwa hatua. Kwa nini natungangania masoko? Masoko yale yaainishe, kwa sababu machinga mara nyingi sisi tunahitaji fedha, si mambo mengine. Masoko yale yaainishe ili yampe machinga sifa ya kukopesheka. Nimeona hapo anasema kwamba shida ni mitaji. Na ni kweli taasisi za fedha nyingi hazimwamini machinga kumpa mtaji. Hivyo unawezaje kumpa mtaji mtu yuko barabarani? Na hajaainishwa kama pale yuko kwa muda gani? Kwa hiyo imekuwa ni kichocheo. Wakati mwingine taasisi zinatoa mikopo midogo 50, nataka mtu afanye nini? Kama Pride na kadhalika. Ukienda benki unaambiwa lete leseni ya biashara, lete tini. Wewe unaitoa wapi? Lakini yale masoko yakiainisha kwamba masoko haya yametengwa kwa muda wa miaka 5, miaka 10, yanampa fursa huyu machinga kukopesheka na kuaminiwa na taasisi za kifedha. Na hayo ndio ilikuwa mambo yetu ya msingi mangapi? 3. Lakini ushauri wangu wa mwisho, kwa sababu tumesema tujikite, tufanyeje? Nimesema mahusiano, ushirikishwaji mzuri hatua kwa hatua. Lakini yale maeneo yanayotengwa yafanane na sifa ya biashara za machinga, yao kivutio. Yaani uwezi kusema umpeleke sehemu ambayo hata mteja kufika ni kazi, sababu biashara nyingi ya machinga inategemea na ushawishi wa mteja. Wakati anaona kitu anashawishika. Kwa hiyo yale maeneo yazingatie ushawishi wa mteja wa machinga. Lakini jambo la 4 kubwa zaidi, ingawa si rasmi sana, ya kisheria, iwepo sera inayomtambua machinga moja kwa moja, ili machinga huyu akitaka kutoka nje kidogo, walau kuwepo na kanuni au sera inayombana. Lakini sasa hivi mimi nabanwa na kanuni gani? Kwa hiyo kutokuwepo na sera inatufanya kuwa maadui. Nimeona hapa wanasiasa madiwani wengi wanajihami. Huo ndio ukweli, kwamba leo mwanasiasa akitangaza kwamba machinga aondoke, tayari ni vita, kwa sababu tunazungumzia maisha ya watu. Mimi nimezoea kupata pale 20,000 30, naambia nitoke ghafla tu. Hujanipa mpango mkakati mwingine, hujanishirikisha. Hivi tutaelewana hata kama najua nafanya kosa? Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri hapa. Lakini pia hivi vyama, mfumuko wa utitiri wa usajili wa vikundi vya vyama vya machinga kutumia jina moja na sera moja imekuwa ni kero pia, sababu baadaye vinageuka kuwa na mawazo au na maoni kama ya kisiasa, kwamba huyu machinga unaambana na kipengele gani. Mimi kama alivyosema hapa, natoka kwenye taasisi mama ya kitaifa iliyosajili. Nikizungumza hapa au nakwenda kupeleka mawazo yangu kwa machinga, anajitokeza kiongozi mwingine aliyosajiliwa kwenye kata, anasema sisi ila tukubaliana. Kwa nini? Anasema tukubaliana, hana sababu. Lakini maneno anayopeleka pale ya upotoshaji. Kwa hiyo vimekuwa na maneno kama ya kisiasa. Kwa hiyo ni vigumu kumdhibiti machinga, anaona kimbilie kwa yule anayemfanya aendelee kukaa pale, kwa sababu tu hakuna sera na kanuni inayombana. Kwa hiyo kuwepo na utaratibu wa uboreshaji, kuwepo na taasisi walau basi moja nchi nzima inayoshuka kutoka taifa mpaka kwenye mitaa, ambayo ikiboreshwa, serikali sasa ikitoa maelekezo yake kwa kushirikiana na mawazo ya machinga, serikali ikitoa maelekezo na wao kitoa maelekezo, ina maana mziki unakwenda moja. Lakini leo ukipeleka mawazo, huyu anapinga. Kwa hiyo kuwepo na aina moja ya mfumo wa kimachinga ambao unatajwa kisera, kwangu mimi yameniingia, na kweli walioyasema yote ni sahihi, ila moja tu,
ambalo limeniingia zaidi na ambalo tunatakiwa tukalifanye, na nikifika tu kwenye baraza lako Mheshimiwa Mwenyekiti la kwanza, tukiongelea kuhusu machinga nitaliongea. Sisi kwenye maeneo yetu tuna maeneo mengi ambayo ni ya uwazi. Kwa haya ambayo tumeyapata hapa leo, mimi nitakapoingia, hata tutakapoenda kwenye baraza, hata wataalamu wetu wa halmashauri waanze kulipata sasa. Hatuwezi kupeleka machinga Sangabuye atoke mjini, na sisi humu mjini kuna maeneo ambayo ni ya uwazi. Kwa hiyo mimi nilivyolipokea, nitaenda na wazo hilo, na tutahakikisha wamachinga watapata kwenye maeneo ya uwazi, tuwe tunawaeka hata kwa muda kama jinsi alivyosema, ndani ya miaka 5 mingapi, ili wamachinga watoke barabarani. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa majina naitwa Innocent Juma. Kwanza nitoe pongezi kwa timu nzima kwa kutuandalia research walioifanya. Mheshimiwa Mzee Kimea, mimi nilikuwa nafikiri tuchukue hatua tu kwa haraka. Ikiwezekana tuitishe baraza Jumatatu, tupange mikakati ya kuingia front. Kwa sababu tuitishe baraza la dharura. Yes. Twende front. Kwa sababu ukiangalia maeneo tumeshayatenga. Kwa mfano Buswelu, Kiseke, Nyansaka, tunayo Kiloleli. Tunachotaka kuna connection 3. Watu wa umeme, barabara. Tukiboresha maeneo haya kama standard, wamachinga watakwenda. Mimi nafikiri miundombinu ikae vizuri na TANESCO ikae vizuri, tuweke mazingira kuwa rafiki na watu wa Sumatra. Wataendelea usafiri ufike kwenye maeneo husika. Machinga watakwenda. Tunia Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Mimi naitwa Neema Semwaiko, ni afisa kilimo, umwagiliaji na ushirika wa manispaa Ilemela. Watu wote wameongelea mipango ambayo mimi binafsi nafikiri ya muda mfupi. Mimi nilikuwa na wazo na mpango wa muda mrefu, kwamba takwimu ya kusema kwamba inaonekana sasa hivi machinga ni wengi kuliko wanunuzi wao, kuliko wateja, ndio imenishtua kidogo. Kwa hiyo kama tulivyoanza na Tanzania ya viwanda, tuendelee kuhamasisha mipango ya muda mrefu, mfano uanzishaji wa viwanda, ili hao watu wawe absorbed kutoka kwenye biashara ya machinga waingie kwenye sekta nyingine. Kuna sekta za ujenzi, kuna sekta ya kilimo. Sasa hivi tunawaingiza vijana kwenye sekta ya kilimo rasmi. Tuna mafunzo ya greenhouse ambayo tumeshachukua vijana 100 kwa upande wa kwetu. Kwa hiyo tukiendelea kupata wadau watakao tupa fursa za namna hiyo, ina maana hawa vijana wataingizwa kutoka kwenye sekta nyingine, kutoka kwenye sekta ya biashara. Tutakuwa tumepunguza idadi na maeneo yetu ambayo tumewatengea yatawatosha. Asante sana. Mimi ninaona kwamba kwa vile mimi ni mtekelezaji wa moja kwa moja, nikizungumza hapa inakuwa kama ninatoa maelekezo kwa mtu mwingine tena. Kwa hivyo mimi haya yote yanayozungumzwa hapa ndio tunayapokea, kwa sababu sisi ndio mtekelezaji. Nilikuwa nasikiliza mjadala tangu mwanzoni. Ukiangalia kwenye matokeo ya utafiti, machinga wanasema mazingira sio rafiki. Yuko mjini, kwa mfano yuko Kirumba pale, lakini amekaa sehemu sio sahihi, yuko barabarani. Kwa barabarani anauza tikiti pale. Limeanzishwa soko jipya Kiloleli. Limeanzishwa soko jipya Kiloleli. Kwa utafiti mdogo niliofanya, soko jipya likianzishwa, hao wapi walioanzisha hapa wataki kuhama. Walioko nyumbani wanatoka wanaenda kwenye lile soko jipya. Mimi ambacho nimefikiria mimi sasa hivi hapa nilivyokuwa, nikasema kwa mfano Ilemela tuna Kirumba ambao machinga wanataka wakae sehemu ambazo watu wanapita. Soko lile ni la miaka mingi, bado liko tu chini. Kwa nini tusifikirie kujenga magorofa 20, 25 pale kwenda juu? Kwa sababu machinga wanasema wanataka wakae mjini, sehemu ambayo watu wanapita, tuone. Asikudanganye mtu. Hauwezi ukakaa chini ukasema kwamba tuzuie biashara ya machinga. Hataweza. Kwa sababu watu wanaongezeka na ajira hakuna. Cha kutafuta ni the best way to accommodate them. Njia ambayo ni rafiki ya kuwa ya kuaccommodate, sio yani ya kwenda nao, sio hivyo? Na uzuri nao wenyewe kama alivyosema rafiki yangu hapo makamu mwenyekiti, wanachotaka ni njia nzuri ya kwenda, na nyinyi wenyewe mtafuta njia nzuri ya kwenda. Nafikiri ni mwanzo mzuri, na hizi siku zijazo kwenye vikao vyetu tutaendelea kujadili jinsi ambavyo tunaweza tukasonga mbele. Akina Yasini wako hapa, kina Mzee Makongo wako hapa, ni wadau wenu, hata sisi ni wadau wenu. Tuko na nyie pamoja kuwasaidia ili tuweze kwenda mbele. Kama Ilemela ikifanikiwa, nchi nzima na Afrika nzima itakuja kujifunzia hapa kwenu. Mmeshaanza dalili nzuri za kufanikiwa, mlifanikiwa kwenye vitambulisho ile ya mwanzoni, mlifanikiwa vending committees, na hili nalo mkifanikiwa mtakuwa
watu wanakuja Afrika nzima kuja kujifunzia hapa, kwa sababu swala la machinga sio tatizo kwenu, ni dunia nzima. Watu wanalala wanakuna vichwa. Kwa hiyo mimi kama mtafiti nishukuru sana ushirikiano uliopata kuanzia mwanzo mpaka leo, na ahidi mimi na wenzetu tutaendelea kushirikiana na nyie, lakini tuondoke hapa tukiumiza vichwa vyetu kwamba haya ni matokeo ya utafiti. Tunafanyaje kuboresha mazingira ya wamachinga? Asanteni sana. Makofi matatu. Kwa majina mimi naitwa Rafael Mfuru, ndio mratibu wa sekta isiyo rasmi Manispaa ya Ilemela. Ninachoweza kusema ni ushirikiano baina ya wafanyabiashara wadogo na serikali na vile vile na wadau wengine mbalimbali. Tuna maeneo mengi kama waheshimiwa madiwani walivyosema, maeneo mengi yaliyotengwa kwa ajili ya masoko. Kwa mimi niombe tu wadau mbalimbali wakiwemo na wao wenyewe wafanyabiashara wadogo tushirikiane, tuone namna gani tunaweza tukaboresha kwa pamoja, kwa sababu maendeleo ni kwa ajili yetu sote kwa pamoja. Kuna maeneo yako wazi ambayo tunaweza tukapata wadau wawekezaji wakashirikiana na sisi, wao wenyewe wafanyabiashara wakawaleta, tukajenga hata mabanda. Kwa hiyo niombe tu kwa wadau ambao wana uwezo wakatusaidia kwa yale masoko ambayo tumesema tuweke masoko madogo kama utafiti uliosema, yakawekwa mabanda yakaboreshwa, basi wafanyabiashara wakaenda maeneo yale. Kwa vile vile naamini tukishirikiana na wafanyabiashara kwa pamoja tunaweza tukaona maeneo mazuri na wafanyabiashara wakaenda kufanya biashara zao vizuri bila bugza na wakapata maendeleo na hatimaye wakagraduate kutoka kwenye umachinga wakaenda kwenye hatua kubwa zaidi. Lakini vile vile eneo jingine kama utafiti uliosema Mheshimiwa Mstahiki Meya ni kwamba ni eneo la namna gani ya kuweza kuboresha umoja wao, katiba na namna hiyo kuweza kuwasaidia. Sisi kama idara ya maendeleo ya jamii kwa niaba ya mkuu wa idara tuko tayari, na kwa bahati nzuri katika halmashauri yetu ya Manispaa ya Ilemela karibu kila kata ina afisa maendeleo ya jamii yuko pale. Kata zote zina afisa maendeleo ambao wanajitoa kwa ajili ya kusaidia kuona namna gani wanaweza kuunda umoja, kuwasaidia katika kutengeneza katiba ambazo zikasajiliwa, wakaona umoja mdogo katika yale masoko, na hatimaye tukaenda kwenye federation ya wamachinga kama alivyosema utafiti uliosema, tuwe na kama mwamvuli pale juu ambao utakusanya wafanyabiashara wadogo wakawa na sauti moja pale juu. Kati ya kitu ambacho kiliwabeba sana katika ugawaji wa vitambulisho ni zile kanda na zile kamati jumuishi za wafanyabiashara ndogo zilizoangalia uwezo, na zile kamati zilielekeza kwamba Mstahiki Meya ukitengeneza zile kanda zinatengeneza kitu kinachoitwa kitaalamu carrying capacity limitation, kwamba kama Kiloleli ni watu 150, hata pavutie vipi kwa biashara watakwenda 150, na hiyo ndio itakayotusaidia tu. Kwa mfano mimi nimeenda Masai Market, ni eneo ambalo ukikosa kwenda hata kama unachelewa kwenda airport unatamani uende, kwamba Masai Market Kenya. Lakini ni wafanyabiashara wenyewe walipolipangilia, wanavyojisimamia, walipopangilia. Kwa kama ni waombe wafanyabiashara ndogo, mnajipunja mno mauzo, mnajipunja mno kukua. Kwanza ni lazima wafanyabiashara wadogo ndio wao wawe msingi na njia ya maboresho. Alafu nadhani mamlaka mbalimbali zitawezesha mchakato huu. Na ndugu mtangazaji, kuambia tu kwamba katika vitu vinasababisha wamachinga waongezeke sana ni kwamba jambo la kwanza, kuanza biashara ya wamachinga ni rahisi kuliko kuanza kitu chochote kile. Mtu akiwa na shilingi 1500 anaweza akaanza biashara ya wamachinga, unaona. Halafu katika hii biashara ya wamachinga elimu inayohitajika ni elimu ya kawaida tu. Kwa hiyo tutarajie kwamba wataongezeka wengi sana, lakini tutengeneze sera na sheria ambazo zinaweza kuwasaidia hawa watu wakafanya shughuli zao vizuri. Kuna mambo mengi ya kufanya. Jambo la kwanza kama nilivyosema, hatuna sera. Hatuna sera ya kuratibu sekta isiyo kwa rasmi including wamachinga wenyewe. Tuwe na sera. Tukishakuwa na sera, ile sera itatuambia tufanye nini. Lakini bila sera kila mtu ataamua lake analoona linafaa. Kwa hiyo cha kwanza tuwe na sera. India walikuwa na shida ya wamachinga kama tulivyo nao sisi, lakini wakawa na sera, wakawa na sheria, kiasi kikubwa wameweza kuakomodate. Bila kuwa na sera wala sheria, tutakuwa tunawaumiza wao au wao wanaumiza serikali. Mnakumbuka tumeambiwa kwamba
nchi hii yenye watu milioni 55 walipa kodi wako milioni 2.2. Lakini wako machinga ambao wanastahili kulipa kodi, lakini kwa sababu hatuna sera wala sheria kuwatambua hawalipi. Kwa watu wachache wanaumia kwa ajili ya watu wengi. Hii ni G Sengo TV.